Mamlaka ya udhibiti wa huduma za nishati na maji EWURA imewataka wananchi kutoa taarifa juu ya wafanyabiashara wa mitungi ya gesi wasiozingatia ujazo wa mitungi yao, hivyo kusababisha lawama kutoka kwa wananchi kutokana na changamoto hiyo. Ujumbe huu umetolewa na meneja wa EWURA kanda ya Mashariki, Mhandisi Loriviro Ngdu, wakati akizungumza na waandishi wa habari wilayani Bagamoyo mkoani Pwani mara baada ya kutoa elimu kwa wadau wa nishati hiyo baada ya kuwepo kwa malalamiko kutoka kwa wananchi kutokana na baadhi ya wafanyabiashara kutokuwa waaminifu, hivyo kuwajazia watu mchanga na wakati mwingine upepo badala ya gesi. Matumizi ya gesi ya kupikia majumbani yameongezeka sana kwa sababu wananchi wameelewa faida ambazo zinatokana na gesi ya kupikia majumbani, ikiwemo masuala mazima ya kiafya, lakini kiusalama. Na ieleweke katika serikali hii ya awamu ya 6, moja ya jukumu au moja mpango mkakati wake ambao ulianza mwaka 2024 katika miaka 10 ijayo imejipanga kwa kusema kwamba Watanzania zaidi ya 80% wahame kutoka kwenye matumizi ya nishati isiyo safi na kuhamia kwenye nishati safi, na moja ya nishati safi hiyo ni gesi ya kupikia majumbani. Kwa hiyo tumekutana na wadau hawa kuwakumbusha sheria, taratibu na kanuni za ufanyaji wa biashara, lakini wazingatie masuala mazima ya kiusalama wakati wanafanya hizi biashara. Kwa hiyo tumekutana hapa Bagamoyo kuelimishana na kupeana miongozo mbalimbali ambao basi wataifanya biashara hii ya gesi ya kupikia majumbani ikawa bora zaidi, salama, lakini ikawafikia wananchi kwa utaratibu ambao tumeujiwekea ambao ni wa usalama zaidi. Kwa hiyo tumewakumbusha kitu kingine ambacho ni kikubwa kwao, ambacho tumewakikumbusha ni kuzingatia masuala ya usalama, lakini kuhakikisha wananchi wanauziwa gesi yenye mitungi yenye ujazo ulio sahihi kama ulivyoandikwa kwenye ule mtungi, kwa sababu hivi karibuni tumepata sana malalamiko, baadhi wananchi wakilalamika wanaponunua gesi ilikuwa inakaa miezi 2, lakini ghafla na shamba amenunua gesi imekaa wiki 2 imeisha. Hapa tulichogundua ni kwamba kuna ile hali ya uchakachuaji, ikiwa ni upunguzaji wa kiwango au kiasi cha gesi kilichopo kwenye ule mtungi kwa ajili ya kupata faida zaidi kwa baadhi ya wafanyabiashara ambao sio waaminifu. Kwa hiyo niombe wafanyabiashara kwamba wana wajibu wa kumuuzia mwananchi mtungi uliokuwa na kiwango ujazo sahihi. Kama ni kilo 6 basi mwananchi apimiwe. Kama ni kilo 15 mtungi upimwe, mwananchi aone kwamba hizi ni kilo 15, na kama ni kilo 38 likewise aone kwamba huo mtungi ni wa kilo 38. Kwa hiyo tumekuja kuwakumbusha hivyo. Lakini rai yangu kubwa kwa wananchi ni mwambie tu, unapokwenda kununua gesi ya kupikia majumbani, ni wajibu wa mfanyabiashara anayekuuzia akupimie. Unapopata changamoto yoyote ya kutokupimiwa, basi hakikisha unatupa sisi taarifa kama wadhibiti kwenye eneo hilo, ili tuweze kuchukua hatua stahiki zinazostahili. Lakini kwa wafanyabiashara ambao wanaendelea kuongeza na kufanya hii biashara, EWURA tumejipanga kuwatoa huduma hii kwa njia rahisi, kwa sababu sasa hivi hata ukitaka kuomba leseni utaomba kwa njia ya mtandao, huna haja ya kufika kwenye ofisi zetu. Unafanya maombi yako kwa njia ya mtandao na unapata leseni yako kwa njia ya mtandao. Lakini ni waombe wazingatie sheria, taratibu za ufanyaji biashara, hususan kwenye masuala mazima ya usalama, na wahakikishe kila mfanyabiashara anayefanya hii biashara ya gesi ya kupikia majumbani awe na mzani uliohakikiwa na wakala wa vipimo, na mteja wake anapokuja hakikisha anampimia mtungi ule, kumthibitishia kiasi kilichomo cha gesi kwenye ule mtungi, ili mwananchi akafaidike basi baada ya kuwa amelipa hela na apate gesi ya kiwango sahihi na sio cha tofauti. Kwa majina naitwa Charles Shedrack, natokea eneo la Kidongo Chekundu, Bagamoyo. Ni muuzaji mdogo kwa waraji wadogo wa gesi aina zote. Tunawashukuru EWURA kwa kuja kutufundisha na kutupa maelezo jinsi ya matumizi na kutunza na kuhakikisha mitungi iko katika hali ya usalama kwa ajili ya matumizi salama, tukiwa kama sisi wauzaji wadogo, pia hata kwa wale watu tunaenda kuwauzia kwa ajili ya matumizi ya nyumbani. Kwa hiyo wametupa semina nzuri jinsi ya kutunza ile mitungi, kuweka mbali na sehemu ambayo hewa ni ndogo, yaani nikimaanisha kwamba lazima tuweke mtungi katika sehemu ambayo hewa inaingia kwa wingi. Wametutoa sehemu vingi tulikuwa tuvijua, lakini vingi tumeshavijua kwa ajili yetu sisi kama wauzaji, hata kwa ajili ya wale ambao wanaenda kutumia majumbani. Naitwa Jina Salehe, ni mkazi wa Bagamoyo, kitongoji cha Mwanakalenge, na pia ni muuzaji na msambazaji wa gesi aina mbalimbali. Nimepata elimu ya kwamba ukisafirisha mtungi lazima uisimamishe, na ukifika kule kabla ya matumizi unatakiwa uponzishe kwa muda kidogo, alafu ndo uendelee na matumizi. Kabla hapo yuko mtu akija tu bodaboda unabeba, anapakiza vyovyote tu anaondoka. Nimejifunza kwamba mtungi unatakiwa ukaeje, na pia katika store zetu tunatakiwa tuupange kwa kufuata mistari.